Salha Israeli anatarajia kuondoka nchini Oktoba 19 kwenda jijini London, Uingereza kwa ajili ya kushiriki shindano la kumsaka mrembo wa dunia linalotarajiwa kufanyika jijini humo Novemba 6. Salha anafanya safari hiyo huku Watanzania wakiwa na kumbukumbu ya kutofanya vyema kwa warembo wa Tanzania waliotangulia kwenye shindano hilo, hali inayompa changamoto kubwa mrembo huyo kuhakikisha anafuta utamaduni huo. Mwandishi wetu Faraji Mwagoa ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika hafla ya kumkabidhi bendera ya taifa mrembo huyo kwenye kituo cha uwekezaji TIC, naibu waziri wa uchukuzi Dr. Athmani Mfutakamba amemtaka Salha kufahamu kuwa matumaini ya Watanzania katika shindano hilo yapo mikononi mwake. Tuna mbuga Katani, Serengeti, Manyara, Olvaigozi, baadhi ya maeneo ndugu yangu Lenaiko ameshayatamka, lakini pia tuna Uduzungwa, tuna Kitulo, tuna Ruaha National Park, tuna Sadani. Pale mahala pana S3 na W1. Watalii wote wanataka sand na sea, lakini pia na wildlife. Dunia nzima ni Sadani pale kati ya Bagamoyo na Pangani. Kwa hiyo huu ni utajiri mkubwa. Tunaamini Salha anaweza kuzungumzia japo kwa muda mfupi, aueleze vivutio vingi ambavyo tunavyo. Mkurugenzi wa TIC Emmanuel Ole Naiko, licha ya kumtakia kila laheri mrembo huyo, pia amewataka Watanzania kutoilaumu serikali kwa madai ya kuwabeba wawekezaji wa kigeni, kwa sababu bila ya mtaji hakuna kinachowezekana. Tutamtangaza mheshimiwa Edasi, wageni wakija wanaona fursa zile ambazo sisi wenyewe hatuzioni. Wakisichukua wanafanikiwa, tunaanza kupiga kelele. Hii SGR block ni vema tukaelewa wazi kwamba mgeni akija na kuanzisha duka kubwa ama mgahawa wa kisasa, inaonyesha wazi kwamba kwanza lipo soko linalohitajika na linahitaji hiyo huduma na halijaweza kutekelezwa. Pili, tungeweza kiri haja hiyo sisi wenyewe na hakuna mgeni yoyote mwenye ambaye kwa hiyo fursa. Kwa upande wake, Miss Tanzania Salha amewashukuru Watanzania kwa kumuunga mkono hadi sasa katika utekelezaji wa majukumu yake ya taji hilo. Napenda kuhakikishia Watanzania kwamba nimepata mafunzo ya kutosha kutoka kwa viongozi mbalimbali, kamati ya Miss Tanzania, warembo waliopita hususan Richard Hadhia, Genevieve Emmanuel na wengineo. Na ni matarajio yangu kwamba nitafanya vizuri huko niendapo. Katika historia ya ushiriki wake kwenye shindano hilo, Tanzania haina mafanikio mazuri licha kupeleka washiriki kila mwaka, huku zikitolewa sababu mbalimbali kuhusu matokeo hayo. Mafanikio pekee ya kujivunia kwenye shindano hilo ni hatua ya Nancy Sumari kushika nafasi ya 5 na kuwa Miss World Africa mwaka 2005. Faraji Mwagoa, Star TV, Dar es Salaam.